Serikali mkoani Kilimanjaro imewatahadharisha wananchi wanaoishi katika maeneo yenye miinuko kuchukua tahadhari kutokana na athari zinazoendelea kusababishwa na mvua. Tangu mvua za vuli zianze kunyesha mkoani humo mwanzoni mwa mwezi Disemba, watu wawili wameripotiwa kufariki dunia na wengine kadhaa wamejeruhiwa kutokana na kusombwa na mafuriko. Enos Masanja ametutumia taarifa ifuatayo. Pamoja na kusababisha maafa, mvua hizo pia zimeathiri miundombinu dhaifu katika wilaya za Same na Mwanga. Sana kwamba kwanza serikali iweze kupanua korongo ambalo linapitisha maji, limekuwa limebanwa sana. Limebanwa kiasi ambacho halijafanyiwa ukarabati ule wa mwanzo, na hasa upande wa ni daraja la reli ambalo linasababishwa na mchanga unaotoka juu. Kijiografia, wilaya za Same na Mwanga zimezungukwa na safu za milima ya Pare, na kutokana na ufinyu wa ardhi, mamia ya wananchi katika wilaya hizo wamelazimika kujenga makazi yao ya kudumu ama milimani au katika ukanda wa chini wa milima hiyo, mambo ambayo yanawaweka katika hatari. Kwa wananchi wanaokaa maeneo ya milimani kuchukua tahadhari. Wameendelea kukaa kwa historia, ni makazi wanaendelea kukaa, lakini kuchukua tahadhari ni jambo la msingi sana. Tumeshatahadharishwa na mamlaka ya hali ya hewa kwamba kutakuwa na El Nino. Kwa hiyo na hizi ni rasharasha tu. Kama kuna maeneo mengine ambayo mtu anaweza kukaa, ni bora kuchukua tahadhari hiyo. Na ili hali itakaporejea, basi tutarejea katika miji hiyo. Ni hatua zipi za awali zimechukuliwa na serikali? Kwamba serikali tunaendelea kuchukua TANROADS na wakurugenzi wote kwa maeneo hayo kurejesha miundombinu ambayo imeharibiwa na mvua hizi. Mkoa wa Kilimanjaro unaoambaa katika ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi hupokea hadi milimita 2000 za mvua kwa mwaka, na mvua zinapozidi, ukanda wa chini wa mlima Kilimanjaro hujikuta katika mafuriko na maporomoko ya miamba, ambapo mwaka 2009 watu 24 walifariki dunia baada ya miamba kuporomoka wilayani Same. Enos Masanja, Azam News, Moshi.